Jeshi la polisi mkoani Mbeya linawashikilia ndugu wa familia moja ambao ni Solomoni Mwakyela mwenye umri wa miaka 66 na watoto wake wawili ambao ni Stefano Mwaisongo mwenye umri wa miaka 32 na Emmanuel Mwaisongo mwenye umri wa miaka 36, wote wakazi wa Busoka Maseba, kwa tuhuma za mauaji ya Janet Sengelela mwenye umri wa miaka 87 ambaye alikuwa ni shemeji yake na mtumiwa Solomon Mwambale. Tukio hilo limetokea Februari 7 mwaka 2026 katika kitongoji cha Busoka, kijiji cha Lusongo, kata ya Makwale, ambapo inadaiwa mtumiwa kwa kushirikiana na watoto wake walimuua Janet Sengelela, kumkata na kitu chenye ncha kali shingoni na kisha kukimbia. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoani Mbeya kupitia askari wake wa uchunguzi wa matukio ya mauaji walianza msako mkali Februari 8 mwaka 2026, ambapo majira saa 7 usiku walifanikiwa kuwakamata watuhumiwa wote watatu. Lakini tukio lingine ni ndugu wa familia moja, hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za mauaji. Ni kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia ndugu wa familia moja ambao ni Solomoni Mwambyale miaka 68 na watoto wake wawili ambao ni Stefano Mwaisango miaka 32 na Emmanuel Mwaisango mwenye umri wa miaka 36. Wote ni wakazi wa Busoka Masebe kwa tuhuma za mauaji ya Jeti Sengelela mwenye umri wa miaka 87 ambaye alikuwa ni shemeji yake na mtumiwa huyu Solomoni Mwambyale. Tukio hilo lilitokea Februari 7 mwaka huu katika kitongoji cha Busoka kilichoko katika kijiji Lusungo, kata ya Makwale, ambapo inadaiwa mtuhumiwa kwa kushirikiana na watoto wake hawa wawili ambao nimekwisha wataja walimuua Janet Sengelela kwa kumkata na kitu chenye ncha kali sehemu ya shingoni na kisha wakawa wametoweka. Kwa hiyo kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kitengo chake cha uchunguzi wa matukio ya mauaji walianza ufuatiliaji, na ndipo katika msako huo mkali Februari 8 mwaka huu majira ya saa 7 za usiku watuhumiwa wote watatu waliweza kukamatwa. Uchunguzi wa awali umebaini kwamba chanzo cha mauaji haya ni mgogoro wa mashamba ya ukoo, lakini pia ni tamaa ya kujipatia mali kwa njia isiyo halali.